Online TV. Huu mradi ni mkubwa sana. Wala usiangalie kwa pesa iliyopo, angalia kwa impact. Hii barabara ndio lango kuu kabisa la kuconnect Dar es Salaam na mikoa yote, hasa mikoa hii inayoenda mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini na hii mikoa mingine ya kuelekea Arusha, kuelekea Tanga, kuelekea wapi. Kwa hiyo ni barabara kubwa sana. Na ukiangalia kwa population na ukiangalia kwa wingi wa magari, barabara hii ina wingi mkubwa sana wa magari yanayokwenda mikoani. Sasa kilichofanyika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtakumbuka kwamba baada ya malalamiko kutokea, baada hii njia kuwa imepanuliwa kutoka hapa mpaka pale Ubungo, bado ilikuwa haijapanuliwa. Kwa hiyo zimetafutwa fedha zaidi ya bilioni 80 ili ziweze kuja kwenye mradi huu mkubwa wa barabara. Na sisi tuko hapa kuiwakilisha tu Wizara ya Ujenzi chini ya ndugu yetu Abdalla Ulega. Ameshatoa maelekezo mara kadhaa kwa mainjinia hawa kwamba wafanye kazi haraka. Na sisi sasa hivi Dar es Salaam tuna encourage watu wafanye kazi masaa 24. Haiwezekani kutoka pale Ubungo mpaka hapa utumie masaa 4. Hiyo itakuwa sio ufanisi wa kazi. Kwa hiyo naomba TANROADS pamoja na mainjinia pamoja na mshauri uliopo mfahamu umuhimu wa barabara hii. Na kama mtadelay, lazima tutasukumana sana. Hii ni barabara muhimu kuliko yoyote. Na ndugu zangu muelewe kwamba leo tuko kwenye phase 4 ya BRT. Phase 1 ilikuwa ni hii barabara hii hapa mnayoiona kwenda mpaka kule Gerezani, kwenda mpaka kule Moroko. Ilikuwa phase 1. Phase 2 ni hii inayokwenda Kilwa Road, ambayo inakwenda mpaka kule Mbagala, iliyojengwa kwa bilioni 217 na ikiwa na kilomita 20.3. Phase 3 ni hii inayokwenda mpaka airport, ambayo inajengwa kwa kilomita 23 kwa bilioni 231. Awamu ya 4 au phase 4 ni hii unayoiona inatoka kule mjini, tuseme ile Hoio, inakuja moja kwa moja mpaka Moroko, Mwenge, Samno Juma inakuja mpaka huku, inakwenda mpaka kule Tegeta. Lakini ina loti 3. Ina loti ya kwanza inayoishia Mwenge, loti ya pili inayokwenda mpaka kule Basiaya Bunju, lakini na loti ya 3 pia ambayo inashughulika na masuala haya ya parking za haya magari na kila kitu. Kwa hiyo tuna loti 3. Na sasa tunataka tena kuingia kwenye phase 5 ambayo itakuwa ni Mandela Road mpaka kule kwenye ile daraja la Kigamboni. Lakini na baadhi ya barabara vidogo kama ambavyo baadhi pia phase zimekuwa pia na hizi barabara ndogo. Ndani yake tunafahamu kuna malalamiko makubwa sana ya mtoa huduma mabasi. Na jana nilikuwa naangalia mahali watu wako kwenye basi linavuja, wanalalamika, wameshika na miavuli kwenye basi. Nilikuwa naona kwenye clip moja inatembea. Naomba nisisitize kitu kimoja, ndugu zangu wa Tanzania, kwamba huu mradi wa BRT ni miongoni mwa miradi mipya hapa nchini. Na ndio maana haujaenda kwenye jiji jingine lolote, bado uko kwenye pilot ya mkoa wa Dar es Salaam. Uendeshaji wa mara ya kwanza umeprove baadhi ya changamoto nyingi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais kupitia wizara sasa maalumu hii ya ofisi ya Rais TAMISEMI wanaweka hadi ku make sure kwamba wanapitia upya zile sheria, zile sera, zile changamoto zote, ili watakapoingiza mabasi tena, basi kusiwe kuna changamoto kama ambavyo tumezipata kwenye hii awamu ya kwanza. Nyie mnakumbuka kwamba kuna barabara zimeshakamilika bado hazina mabasi. Lakini serikali imestruggle kuhakikisha mabasi yananunuliwa, watu wa huduma wanaongezeka. Kwa sababu mpaka sasa tuna UDAT ndiye anatoa huduma. Lakini mjadala mkubwa chini ya ofisi ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na watu wa huduma zaidi ya mmoja ambaye watakuwa wanashindana. Huyu akifeli atafukuzwa, ataletwa mwingine. Iwe ni competitive kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri. Sasa katika hali ya kawaida, katika hali yoyote ya kawaida, haiwezekani ukafikiria kupaua nyumba kama hujajenga kuta. Kwa hiyo na hapa haiwezekani kufikiria kununua mabasi kama hujajenga barabara. Kwa hii ni miundombinu, ni phase muhimu ya ujenzi wa miundombinu. Na miundombinu hii ni gharama kuliko hata mabasi yenyewe. Ukienda hizi bilioni 231
bilioni 217 bilioni hizi ambazo zimetumika hapa, mabilioni tena leo kuja huku. Ukikonvert yakaenda kwenye gharama za mabasi, utapata mabasi zaidi ya 2000. Lakini serikali imeanza na kitu chenye gharama kubwa ambacho ni miundombinu. Tukimaliza miundombinu hii yanakuja mabasi. Mabasi ya kwanza yaliingia, yamechakaa, serikali na struggle kupata mengine. Kwa hiyo naomba sana hili lieleweke kwamba serikali haijasinzia, inafanyia kazi changamoto nyingi, zikiwemo za kisheria, zikiwemo za sera, zikiwemo za watoa huduma, zikiwemo zote hizi. Ofisi ya Rais TAMISEMI is working ili kuhakikisha kwamba mambo yote yanakuwa solved. Na tutakapokuja kwenye awamu ya pili ya uingizaji wa mabasi, changamoto nina uhakika za kiteknolojia, za kisheria, za kisera, za kimanagement zitakuwa ziko angalau managed kuliko zilivyokuwa sasa. Ugeni wa kwanza umetufikisha hapa, na zile zote tulizojifunza zitabadilika na kuwa opportunity ya kuendesha mradi wetu vizuri. Na pia Tanzania mnanielewa vizuri. Kwa hiyo eleweni hili na kwamba Mheshimiwa Rais anafanyia kazi. Na moja ya jambo ambalo linamnyima usingizi kwa muda mrefu ni miradi hii ambayo hatuja perform vizuri, lakini naamini kabisa kwamba amewekeza kiasi cha kutosha kupitia ofisi pia Mheshimiwa Rais TAMISEMI ili mambo yote yaweze kwenda vizuri. Kwa hitimisho tu, hawa kandarasi, ndugu yangu manager wa TANROADS, sisi tumekuwa tukifanya ziara hapa mara kwa mara, na Mheshimiwa mkuu wa wilaya na management yake watazindua na wao mpango maalum wa kuhamasisha watu kufanya biashara saa 24. Mimi ni kuombe manager wa TANROADS, kwa kuwa uko hapa, angalieni hizi reserves tulizonazo, na katika nyakati hizi ambazo hao kandarasi wapo, angalieni eneo ambalo linakuwa ni zuri, mnalisembua vizuri, mnaweka taa vizuri, mnaweka miundombinu, mnalipua taa hapo, panakuwa ni masaa 24. Hii ni barabara kubwa, hailali. Leo ukiangalia kule ni mapoli, wala tujapanda miti vizuri. Sasa angalieni ubunifu wa namna kufanya. Ukiwa na vituo vya namna hiyo hata 5, 10, watu wanapata kahawa, watu wanapata sisi vitu gani, watu watacheza bao hapo, watazungumza siasa, watazungumza mipira, watapendana. Hivi ni vijio vya kupendana. Lakini zaidi, kumbukeni hata kule Ulaya ukienda, wazee wana siku maalum, wanakutanishwa, wanafuatwa majumbani, wanakutanishwa kwenye eneo moja ili kufahamiana, kukumbukana ya kale, jioni wanarudishwa tena wapi? Nyumbani. Kwa kutengeneza centers pia hizi za wazee kukutana. Leo watu wanakutana sehemu za hovyo, wanazungumza mambo ya hovyo. Ni kwa sababu hatujaandaa maeneo mazuri kuzungumza mambo mazuri. Serikali hoye. Kwa hiyo kwa kuwa kandarasi wapo, moja kitu wanakotakiwa kufanya ni kutusaidia. Mkuu wa wilaya yupo, ata identify baadhi ya maeneo, pitisha greda, shindilia, weka taa, ita vijana, piga biashara hapa. Askari wetu wachache wanakuwa hapo kulinda amani yetu na kupeleka knowledge kwa wenyewe wailinde amani yao wenyewe. Kwa sababu askari peke yake hawezi kulinda amani. Tunachokifanya ni kupeleka taarifa, knowledge kwa watu wawe mashahidi, lakini wawe wao wenyewe wawe mabalozi sahihi wa amani ya Tanzania. Nadhani mmenielewa ndugu zangu. Kwa hiyo fanyeni kazi. Kandarasi, jifunze Kiswahili. Sawa? Jifunze Swahili kama. Learn Swahili. Yes, learn. Fine? Fine. Yes. Sio mambo ya You are working with our fellow Tanzanians, so you must be part and parcel of our culture. Yes. You see? Yes, and the Swahili language is a language of knowledge. If you want to transfer your knowledge, you need exactly to know how to speak, how to utter, and how to articulate some voice or some sounds of Swahili language. Yes, sir. We want to learn because you know China and Tanzania are very good friends. And also we do project here. We not only do project, we learn from you, you learn from us. Yes. We be friends and we learn your language. Yes. We help each other. And my wife is a Chinese. So, so we will shemeji. Yes. Shemeji. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.